Pia Bwana Mlaki ni mkurugenzi wa kampuni ya Les Financial Services Limited. Sasa mtakumbuka kwamba ndugu zangu walili, tulivyokutana pale Morogoro, moja ya ajenda kubwa tuliokuwa nayo ni kuzungumza suala la media and development, vyombo vya habari na maendeleo. Na katika mijadala yetu tukasema lazima nasi tuanze kushiriki katika mijadala ya kitaifa. Tunaangalia jinsi gani tunaweza tukatoa mchango katika kuhakikisha kwamba masuala yote ya kitaifa yanayohusu maendeleo, basi na sisi tuko mstari wa mbele. Na ndio sababu tukaitisha kongamano hili leo hapa, tukifuata nyayo za wabunge ambao wanajadili mswada wa bajeti uliopelekwa bungeni ili kuuboresha. Tumeona pia wakagua mahesabu watu kama PwC, Ernst & Young na kadhalika, wamekuwa wakifanya mijadala kama hii baada ya bajeti kuwa imewasilishwa. Sasa sisi kama wahariri, kama watu wa vyombo vya habari, tunashiriki vipi katika sehemu kama hiyo? Na umuhimu wa sisi kushiriki ni kwamba sisi tunawasiliana na wananchi, pia sisi tunawasiliana na wachambuzi. Ni nini tunachokiona kutoka kwa wananchi? Ni nini tunachokiona kutoka kwa wachambuzi ambacho pengine kingeweza kuboresha mapendekezo ya serikali yetu kuhakikisha kwamba mipango ya maendeleo inayowekwa basi inawagusa wananchi wote kwa ujumla. Sasa kwa haraka niwapitishe kupitia baadhi ya vichwa vya habari ambavyo vitatuchukua kuonyesha nini hasa imekuwa picha ya budget. Siku moja kabla ya budget tuliona kwamba Tanzania ilipata mkopo wa Benki ya Dunia wa thamani ya trilioni 2.3. Kwa hiyo ikawa ni unafuu mkubwa sana wakati tukianza tukisubiria waziri wa fedha kutusomea ile budget. Siku ya budget asubuhi watu wakaanza kutoa maoni, ni budget ya namna gani wanayoitaka. Sekta ambayo imeperform au imefanya vizuri sana ni construction sector, tunafahamu hiyo. Lakini tunaangalia labda mradi kama huu SGR, Stiegler's Gorge, mradi karibia bilioni 7.5. Na ukiangalia mradi mwingine labda wa Stiegler's Gorge, SGR au Stiegler's Gorge, mradi Stiegler's Gorge ni karibia 3.5 bilioni. Na unategemea kuzalisha umeme karibia megawatts 2115. Sasa hizi zikiingia kwenye national grid yetu ya taifa, tunategemea tatizo la umeme lipungue, lakini vile vile tunategemea umeme uweze kuuzwa nje ya nchi kirahisi. Kwa hiyo tunapongeza. Tukija labda tuchukulie upande wa TARURA, tumeona kuna ongezeko la shilingi 100 kwenye lita ya mafuta. Ile ongezeko la shilingi 100 linaenda kusaidia barabara vijijini. Kwa hiyo tunaona kila sehemu ambapo kuna ongezeko tunaona inaenda kufanywa kazi gani. Lakini labda tuangalie labda kwenye upande wa bia, karibia imepungua kutoka lita moja from karibu shilingi 765 mpaka 620. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba viwanda vyetu ambavyo vitakuwa vinatengeneza bia kwa kutumia yeast au shayiri la hapa ndani vitaweza kuwa vina market zaidi, na vitaweza kutengeneza bia kirahisi na kuuza bia nje ya nchi. Lakini pia tunaongelea swala la ajira hapo, tunaangalia swala la ajira kwamba ajira zitapatikana kwa namna hiyo. Lakini vile vile unapoweza kuexport bidhaa zako za ndani kama hivyo unavyoongelea labda bia, unaongeza kitu kinaitwa foreign inflows, yani fedha za kigeni zinaingia kirahisi. Na mpaka sasa hivi akiba yetu ya fedha za kigeni ni karibu bilioni 4.9, ambayo inaweza ikakava uagizaji wa vitu kutoka nje kwa miezi 5.6. Kwa hiyo kwa serikali kupunguza hii VAT au kuiondoa hii VAT kwenye simu janja, hizi tablets na modems, itaenda kuchochea watu wengi zaidi kuweza kuzi afford hizi simu na kuweza kuwa nazo ili kuweza kufanya biashara na kujenga uchumi wao binafsi. Lakini pia serikali imeintroduce kodi zingine hapo. Kwa hiyo kuna ile tozo ya shilingi 10 mpaka shilingi 10,000 kwa kila muamala wa simu. Kila muamala wa kutuma au kutoa fedha. Sasa hii ukiangalia serikali inatafuta iwe pia kuweza kutengeneza mapato zaidi, lakini yawezekana ikaleta changamoto kidogo.
kwa sababu ukitaka mtu atumie kitu vizuri zaidi, unataka ukifanye kiwe rahisi zaidi. Yaani kitu kikiwa na gharama kubwa, automatically watumiaji wanapungua. Kwa hiyo hii kodi inavyokuja inaweza ikafanya watu wasitumie hivyo. Lakini ukiangalia tayari kuna excess duty ya 10% ambayo inalipwa kwa kila transaction ya simu. Kwa hiyo inawezekana hii kodi ikaingia kwenye double taxation fulani hivi, kwamba unakuwa tax mara mbili kwenye kitu kile kile. Okay? Lakini pia kuna hii kodi au tozo ya kila siku ya kila line. Na hii sehemu unajua zina sintofahamu nyingi, hatujui itakuwaje, lakini hii kodi au hii tozo ya kila siku ya kati ya shilingi 10 mpaka shilingi 200 kwa kila line inaweza ikawa ina advantage pia na disadvantage. Unajua kumekuwa kukitokea wimbi kubwa sana la uhalifu wa kwenye mitandao. Mtu anakuwa na line nyingi kaitumia kufanya hivi, mara kashai discard katumia, ingawa usajili wa kutumia kitambulisho cha NIDA unasaidia kidogo, lakini bado changamoto zinaendelea. Naamini kuna watu hapa wameshawahi kupata message zile, bwana naomba ile hela yangu ya kodi uitume kwenye namba hii. Sasa hivi simu yangu ina shida, siwezi kuongea. Kwa vitu kama hivi vinaweza vikaanza kupunguza uhalifu, lakini at the same time kumbuka mtu anakuwa analipa zaidi, na bado wananchi hawajaelewa watalipa kwa kiwango gani, kwamba nani analipa shilingi 10, nani analipa shilingi 200. Kwa kuna vitu vya kuviangalia. Tumeongea kuhusu punguzo la fine za makosa ya barabarani kwa bodaboda. Ni kitu kizuri, lakini pia lazima tujiulize pia, je, hii itaenda kupelekea ajali kuwa nyingi zaidi? Kwa sababu sometimes mtu akiona mfano fine zilivyopanda mpaka shilingi 30,000, mimi natumia gari, kwa hiyo nimekuwa careful sana, kwa sababu ile 30,000 ni nyingi sana, na ukichelewa kuilipa inaweza kafika mpaka 60,000. Kwa sometimes unaweza ukawa unakuta yes itawasaidia wengi zaidi, kwa sababu wanajiajiri, wanafanya yani wanajaribu kujitengenezea kipato, lakini pia tuangalie na upande mwingine inaweza ikakoza vitu gani. Lakini thank you very much. So cha mwisho labda nachoweza kuongezea, kuna gaming tax ambayo imewekwa kwenye michezo. Walikuwa na wakia kiasi gani kwamba bodaboda owners ni wale watoto wale vijana, kwa sababu kuna matajiri ambao wanamiliki hizi bodaboda na wanakusanya hela kila siku ili kuwalipa hao bodaboda. Sasa nani ananufaika, ni yule dereva au owner? Kingine ni kwenye SIM card. Ni muunge mkono Mnyaga, unapopandisha hiyo kodi unapunguza watumiaji, na ukipunguza watumiaji ina maana hata hiyo income uliyokuwa unatarajia unaweza usiipate. Mimi nadhani hapo inabidi tufikirie mara ya pili, tuongeze idadi ya watumiaji badala ya kuongeza kodi. Ya mwisho ni hiyo miradi ya kimkakati. Sawa, tunapenda hiyo miradi ikamilike, na of course itachukua muda mrefu kukamilika na tutanufaika hapo baadaye, lakini kuna baadhi ya miradi ambayo mimi naiona sijui, kwa upande wangu sioni kama ina manufaa. Kwa mfano, tunajenga daraja la Tanzanite hapa Dar es Salaam. Hili daraja wakati linajengwa tuliambiwa ni kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam, na especially watu walikuwa wanaishi Masaki. Lakini ukiangalia watu walikuwa wanaishi Masaki wengi wao wamehamia Dodoma. Sasa ili daraja ataitumia nani unless kama ataitumia kwa ajili ya kupiga picha za harusi? Lakini mradi mwingine wa mwisho ambao niliona kwenye budget, nilisoma kuna uwanja wa ndege unaitwa uwanja wa ndege wa Geita. Sasa nikashindwa kuelewa ni wa Geita au ni wa Chato. Katika ile budget imeandikwa ni wa Geita, na wanasema umekamilika kwa 95%, unahitaji fedha zaidi kwa ajili ya kukamilisha. Sasa tunajaribu kuangalia tija ya huo uwanja ni ipi. Asante.
Asante. hilo eneo na kuwe na mikakati mbalimbali. Sijaipitia bado bajeti ya Wizara ya Kilimo, lakini unahitaji kuwe na mikakati. Ukiangalia kwenye ukuaji wa uchumi, sekta ambazo ziliongoza, construction ilikuwa ni namba 1, alafu ikitoka construction ilikuwa inakuja mining, alafu ICT, transportation, alafu agriculture. Kwa agriculture imekuwa namba 5 kwenye kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi. Kwa kama hii ndio sekta ambayo ina employ au inawagusa 65% ya Watanzania, basi kiukweli inahitaji kuangaliwa sana. Kwa hiyo nadhani aliuliza swali, alikuwa anaona kwamba kuna shilingi 100 imetoka inaenda kwenye kujenga barabara, lakini hamna kani kodi yote iliongezeka ambayo inaenda kwenye kilimo. Kuna mheshimiwa mmoja bunge alikuwa ameongea kwamba iongezeke kodi, sikumbuka alisema ni shingapi, ni shabibi, alafu iende kwenye kilimo na utafiti. Kwa hiyo ni eneo ambalo na support inabidi liangaliwe ili kilimo kiweze kukua. Lakini tukumbuke hizi sekta zote zinategemeana. Mfano ukienda kule Ifakara kuna mpunga mwingi unatoka kule, lakini miundombinu ya kufika kule bado ni changamoto. Yaani ukitoka pale Kidatu mpaka uje ufike Ifakara ni issue. Daraja inapita gari moja, umeona barabara ni vumbi. Sasa imagine semi-trailer limebeba shehena ya mpunga alafu inashindwa kupita. Najua kuna reli kule zinatumika pia. Kwa hizi sekta zote zinategemeana kwa njia moja au nyingine, lakini kuna umuhimu sana wa kuweza kuiangalia sekta ya kilimo. Lawrence ataongezea kwenye kilimo, lakini ningependa nimjibu aliuliza kuhusu digital economy na tozo, na nadhani kama umefuatilia kutokea mwanzoni nimezungumza kwamba ndio unapunguza VAT, watu wanapata gadgets kwa urahisi zaidi, na ni muhimu sana ukahakikisha cost za kuziendesha zile gadgets inabakia chini ili watu wengi zaidi waweze kutumia. Yaani haina mjadala. Vijana wengi wamejiajiri kwa kupitia hii digital economy. Yaani hamna sasa hivi biashara nyingi usipokuwa
na presence kwenye mtandao, yani utapata shida. Watu wengi hapa, mimi nikitafuta, juzi nilikuwa natafuta tu fundi, lakini nimemtafuta kwenye Instagram. Unaangalia tu unaona okay, and then unamcheki, biashara inafanyika. Kwa hiyo hakika, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaingia vizuri kwenye digital economy, lazima tuhakikishe costs zinabaki chini ili watu wengi zaidi waweze kutumia. Baadaye tukishakuwa tumesha saturate, labda kodi zinaweza zikaongezeka, lakini kwa sasa hivi tuiache cost ya kuendesha hiyo chini ili watu wengi waweze ku access. Asante Mark. Kwa sababu unaweza ukasema tuna increase kwenye upande wa kilimo, lakini zile raw material au zile bidhaa inakwenda wapi? Je, tunakwenda kula sisi wenyewe ndani ya nchi, au lengo letu tunataka tukishafanya kwenye kilimo tuje tuwe tuna proper package tuzipaki ili tuweze kuexport nje ya nchi? Kwa hiyo hapo lazima uangalie, kuna viwanda vidogo vidogo lazima vianzishwe ambao vitasaidia kufanyaje kuipaka au kupaki ile bidhaa yetu, kwa sababu niwaambie ukweli, kuna bidhaa zinatoka hapa zinafika Kenya, zinakuwa wanazipaki pale vitunguu wapi, afu wanaziexport. Kwa hiyo lazima sisi pia kuwa kuna haja ya viwanda vidogo vidogo, na mpaka mwaka jana kuna viwanda vidogo vidogo karibia 4500 hivi. Ni viwanda vidogo ambao viko vya mtaji wa chini ya milioni 50 ina range hapo. Kwa hiyo mimi nadhani hivi vitu vyote vinaungana, na serikali imeshapiga kufanya mageuzi makubwa kwenye viwanda vidogo vidogo. Sasa hivi ni upande wa kilimo, na kuna hizi labs zimeanzishwa kwenye kila wilaya ambazo zinakuwa zina test aina ya soil gani ambapo kilimo gani kipandwe. Kwa hiyo nadhani ni jitihada zinaweza kufanyika taratibu, lakini tutafika huko mbele zaidi. Na hapa niishia. Asante sana. Moja kujenga daraja pale Jangwani na kuzijenga na kuzitanua kingo za ule mto Msimbazi ambao unasababisha sana foleni. Kwa hiyo ipo kwenye mchakato, kwa hiyo itafanyika pia. Ndio maana nikasema miradi yote inatija, lakini inawezekana tukaona labda ingeanza ile na sio hili kwa sasa hivi. Lakini kuna Mr. Joseph Kulango aliongelea pia kuhusu bodaboda na wengine pia wakachangia, na mimi namsupport tu hivyo kwamba kwenye kupunguza, niliongea pia mwanzo, unapopunguza pia unampa mtu yani ile ajali sana, kwa sababu si ni 10,000 tu, ilikuwa 30,000. Na nani analipa hiyo fine inategemea na makubaliano yao yeye na yule mwenye bodaboda owner. Inawezekana ni muendesha bodaboda yeye ndo analipa kwa sababu yeye ndo amefanya lile kosa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunahitaji kukiangalia kweli. Unavyo reduce unawapa nguvu zaidi ya kufanya, na kweli hawanaga sheria. Yaani sheria ni ya kwao wenyewe, wanafanya wanachotaka. Baraima pale wa Majira aliongelea kuhusu kuweka tija zaidi kwenye sekta binafsi, na kiukweli hapo tunahitaji kufanyia kazi sana, kwa sababu sekta binafsi inaajiri sana, na kwa kipindi imekuwa ikipata changamoto, miradi mingi imekuwa haiendi huko. Kwa hiyo kampuni binafsi na zimepata changamoto kidogo. Kwenye property tax, mzee wangu hapa Abdalla Majura, nimefurahi kukuona leo na kusikia kama niko mdogo. Lakini yes, kwa hiyo wasikia jina lako itabidi kidogo ni furahi. Kwenye property tax ni sehemu ya msingi sana kuiangalia. Unajua, of course serikali inapata changamoto kukusanya property tax. Wengi wetu hapa tunapata changamoto kuilipa pia. Sio kwamba hatuwezi, lakini ile tu process ya kuilipa. Kwa hiyo wamejaribu kutafuta an easy way ya kuweza kulipa property tax, ila kuna maangalizo inabidi kuyaangalia. Okay? Na sijajua nchi jirani wamefanyaje kuweza kutatua hivi vitu, lakini ukiacha tu wastaafu. Fikiria mimi nimepanga nyumba kwa Bwana Lawrence hapa. Ile property tax anatakiwa kulipa Lawrence, lakini kwenye makubaliano yetu mimi ndo ninalipa Luku. Which means nitalipia Luku, nitalipia property tax kwa niaba yake. Unless sasa kwenye ile receipt kila ninavonunua nanunua kwa simu, inabidi nimuonyeshe kwamba bana kuna hii nimelipa kwa, naomba unirefund. Kwa inabidi kuangalia vitu kama hivyo. Kwa it's a very good thing ikusaidia watu kulipa kodi. Mfano tulikuwa tunalipa road license Kwa tunalipa ile road license, wakaitoa kaweka kwenye mafuta. Simple, haisumbui.